Naam, habari za wakati huu. Karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula ametuma ujumbe mzito mno, huku akichambua namna ambavyo Gwajima katika kampeni zake mbalimbali katika mikoa mbalimbali aliyozunguka alikuwa akimsifia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa sasa kukemea utekaji imekuwa ni kosa kubwa mno kwa Gwajima, na sasa kanisa lake la Ufufuo na Uzima limefungwa kutokana na kile ambacho inadaiwa ya kwamba mahubiri yake kanisani yamekuwa na mwenendo wa mambo ya kisiasa ambayo yanalenga kuichonganisha serikali pamoja na wananchi. Tumeona kilichotokea kanisani kwa Gwajima, ambapo mpaka sasa tunapozungumza ni kwamba jeshi la polisi bado limezingira kanisani, lakini pia waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima walikuwa wapo upande wa pili kando ya barabara, lakini pia wengine wakipiga maombi mazito pembezoni mwa barabara, huku polisi wakiwa wamezingira kanisa la Ufufuo na Uzima. Sasa vitu ambavyo ameviandika hapa Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula akituma ujumbe mzito kwa kanisa la Ufufuo na Uzima kufungwa, lakini pia namna ambavyo Gwajima alifanya kazi kubwa mno ya kumsifia rais, lakini leo anakutana na kilungu kizito. Askofu Mkuu ameandika, Gwajima alipozunguka nchi ili kumsifia rais alikuwa ni mzalendo. Kuhoji utekaji kumempelekea kufungiwa kwa kanisa. Nikiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakati wa kesi ya Tundu Lissu ikiendelea, niliona barua kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikisambaa mitandaoni ikiwa na maudhui kuwa msajili amelifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Nilimtafuta mmoja wa viongozi wa kanisa hilo kutaka kujua ukweli wa jambo hilo. Akanijibu ya kuwa hawana taarifa hizo. Nilimtafuta Askofu Gwajima na kumuuliza kuhusu ukweli wa barua hiyo. Alinijibu hivi: mimi naona tu mtandaoni pia. Leo tunaanza maombi ya kufunga na kuomba kumuombea Tundu Lissu. Nafikiri wanataka kunidistabu, yani kunivuruga. Kuomba ni amri ya Mungu. Hiki ndicho ambacho amekiandika hapa, ya kwamba hiki ndicho ambacho alijibiwa na Gwajima baada ya kumtafuta Gwajima na kumuuliza ukweli wa barua hiyo ambayo ilikuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Majibu ya Gwajima kwa Askofu Mkuu Mwamakula yalikuwa ni mimi naona tu mtandaoni pia. Leo tunaanza maombi ya kufunga na kuomba kumuombea Tundu Lissu. Nafikiri wanataka kunivuruga. Kuomba ni amri ya Mungu. Muda mfupi baada ya majibu ya Gwajima, anaendelea hapa Askofu Mkuu anasema, ndipo nikaona barua nyingine kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikiwa na maudhui yale yale. Tofauti kati ya barua ya kwanza na barua ya pili ni kuwa barua ya kwanza haikuwa na sahihi ya msajili wa jumuiya za kiraia, lakini barua ya pili ilikuwa na sahihi ya msajili. Maswali muhimu ya kujiuliza ni haya: kwa nini barua ya msajili isambazwe bila ya kusainiwa? Je, kwa nini barua isambazwe mitandaoni bila ya kufika kwa kanisa la Askofu Gwajima? Swali la tatu, je, ni nini kilichojificha juu ya sakata hilo? Hizi ndio hoja za Askofu Mwamakula katika andiko hili. Mosi, kitendo cha barua iliyokuwa na sahihi ya msajili kuanza kusambaa na kuonyesha kuwa kuna watu katika ofisi ya msajili waliilipua barua hiyo ikiwa katika kompyuta kabla ya kumfikia msajili, wakaiba na kuanza kuisambaza. Lengo la watu hao kusambaza barua hiyo bila sahihi huenda ni kuifedhehesha ofisi ya msajili, au pia huenda ni kumfedhehesha Askofu Gwajima. Baada ya barua kuvuja mitandaoni,
Huenda na msajili akaiona na akaitia sahihi haraka, kisha ndiyo ikaanza kusambaa tena mitandaoni. Lakini pia kama ilivyokuwa barua ya kwanza, barua ya pili nayo ilianza kusambaa mitandaoni bila kufika kwanza kwa uongozi wa kanisa husika. Lakini ni kwa nini ofisi nyeti kama hiyo ivujishe barua nyeti kama hiyo mitandaoni bila ya kuwafikia walengwa? Hiyo ni tafakuri itakayoongoza hoja inayojitegemea. Lakini kuna wazo kuwa ofisi ya msajili ilifanya makusudi kuto kuifikisha barua hiyo mapema kanisani. Hii inatokana na ukweli kuwa barua hiyo ilifika mapema kwa jeshi la polisi ambalo lilipewa nakala tu na hawakuwa walengwa. Ni maoni yetu kuwa kanisa lilicheleweshwa kwa makusudi barua hiyo ili lisipate nafasi kuweza kujipanga, ikiwemo kwenda mahakamani kwa ajili ya kuweka mapingamizi, kwani jambo lolote lililowekewa mapingamizi mahakamani basi na utekelezaji wake unakuwa umezuiwa. Lakini ni kwa nini barua hiyo haikufika kwanza kwa uongozi wa kanisa? Inakuwaje jeshi la polisi litekeleze amri ambayo hata wahusika wenyewe hawana barua ya kujulishwa juu ya amri hiyo, akimaanisha ya kwamba Kanisa la Ufufuo na Uzima walikuwa hawajapata barua ya kanisa kufungiwa, lakini polisi wakiwa wamepata nakala hiyo wakafika katika kanisa hilo na kuzuia ibada ambazo zilikuwa zikiendelea kufanyika, lakini pia shughuli zote ambazo zilikuwa zikiendelea kufanyika kanisani. Askofu anasema, je, kama waumini wa kanisa hilo wakakaidi amri ya polisi na kuwazuru polisi, ni nani ambaye angelaumika? Je, ni wahuni gani hasa waliovujisha barua ya msajili? Askofu mkuu anasema, je, ni kwa nini msajili aandike barua ya kulifuta kanisa hilo baada ya kiongozi wake kuhoji juu ya utekaji na kuisema serikali ya rais, lakini msajili huyo huyo hakuwahi kuandika barua ya aina hiyo wakati Askofu Gwajima alipowasema watu waliokuwa wanamkosoa rais na kuwaita ni wabwekaji. Kwa hiyo ofisi ya msajili itakuwa inasajili makanisa ambayo viongozi wake kazi yake ni kumsifia rais na serikali, lakini tayafuta makanisa ambayo viongozi wake wanahoji juu ya utekaji na uwajibikaji mbaya. Je, ni nini kimefanya serikali ifute usajili wa kanisa hilo? Je, ni kauli za Askofu Gwajima juu ya utekaji na ni wito wa Askofu Gwajima juu ya kumwombea Lissu, au ni yote mawili? Lakini ni kwa nini Askofu Gwajima alikuja na kauli hizo karibu na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi? Je, kufungwa kwa Kanisa la Ufufuo na Uzima ni utekelezaji wa kauli ya Rais Samia ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aliyoitoa Dodoma juu ya kuondoa magwajima wote? Na kama ndiyo hivyo, magwajima hao wako wangapi na wako wapi na zamu yao ni lini? Je, hii minong'ono ya kuwa huo ni ugomvi ndani ya Chama cha Mapinduzi kuhusu hilo sakata la kugombea urais inaakisi hili jambo la Gwajima? Je, Gwajima alipohoji utekaji na mamlaka ya rais kuhusu uteuzi wa wakuu wa vyombo vya dola alikuwa anatangaza maazimio ya kanisa lake, au alikuwa anasema kama Gwajima aliye mbunge na raia wa Tanzania? Ni kwa nini yeye asiitwe kama alivyowahi kuitwa na bunge huko nyuma akahojiwa? Je, hivi waumini ambao wapo Kibangu tangu miaka 30 iliyopita waende kuabudu wapi? Je, kufungia makanisa ndiyo uzalendo? Je, serikali inataka tuzibandike picha za rais makanisani na tuwe tunamsifia? Je, askofu akikemea wezi wa kuku ni mzalendo zaidi kuliko anayekemea watekaji na watu wasiochukua hatua dhidi ya watekaji? Je, Askofu Gwajima kaadhibiwa kwa kuuliza kwa nini watekaji hawashughulikiwi? Ni katika kipindi hiki cha utawala wa Rais Samia, Askofu Gwajima alizunguka nchi nzima akifanya mikutano ya hadhara kumsifia na pia kumjenga Rais Samia. Uhusika wa vyombo vya dola katika kukamilisha kampeni za Gwajima ili kumnadi Samia ulikuwa ni mkubwa sana,
Lakini siku moja tu ya Gwajima kuongea na kuhoji juu ya utekaji na mamlaka ya rais juu ya uteuzi wa wakuu wa vyombo vya dola imemfanya yeye ni mtu wa kushambuliwa na watawala. Lakini hii hoja ya kufunga kanisa na kuwazuia waumini kwenda kusali pale Ubungo imeanza kuibua hisia za kidini. Tusubiri tamko kutoka kwa viongozi wa makanisa. Tunatoa wito kwa serikali kulifungua kanisa la Ufufuo na Uzima bila masharti yoyote. Vinginevyo ijiandae sasa kuingia mgogoro na makanisa. Serikali isije kafikiri kuwa itashinda mapambano hayo, kwa kuwa miongoni mwa watu walio katika mfumo ni waumini ambao hawatakubali kanisa hilo kufutiwa usajili. Pale kuna jasho na damu zao. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondoo ameshinda, tumfuate Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula. Narudia hapa paragrafu ya mwisho, anasema kwamba lakini hii hoja ya kufunga kanisa na kuwazuia waumini kwenda kusali pale Ubungo imeanza kuibua hisia za kidini. Tusubiri tamko kutoka kwa viongozi wa makanisa. Watakuja na tamko gani? Anasema tunatoa wito kwa serikali kulifungua kanisa la Ufufuo na Uzima bila masharti yoyote, vinginevyo ijiandae sasa kuingia mgogoro na makanisa. Serikali isije kafikiri kuwa itashinda mapambano hayo, kwa kuwa miongoni mwa watu walio katika mfumo ni waumini ambao hawatakubali kanisa hilo kufutiwa usajili. Pale kuna jasho na damu zao. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Watu wengi wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema hivi: askofu, unaandika kwa kutumia simu au kompyuta? Yaani wewe ni zaidi ya AI, ni zaidi ya mashine. Mwanakondoo ameshinda. Mwingine anasema Mungu ashushe moshi mweusi kwa watawala ili tupate utawala mpya wenye kutenda haki. Huu utawala unaobagua dini hautufai hata kidogo. Basi makanisa yote yafutwe, ibaki misikiti tu. Lakini pia mwingine anasema hii vita lazima Wakristo wote tuungane kuipigania dhidi ya utawala ambao upo sasa madarakani. Mwingine anasema nimeshangaa kuwatetea watu wanaotekwa na kushauri njia ya kutibu tatizo hilo, adhabu ni kufungia kanisa. Mwingine anasema wiki wapi zilipofichwa ngao za taifa, hekima, uhuru na umoja. Lakini pia mwingine anasema ya kwamba tatizo nyewe viongozi wa dini hamna nia njema na taifa hili, lengo lenu ni kuleta vurugu ila niwaambie tu ubavu wa kushindana na dola, ubavu huo hamna. Acheni kuchochea watu, huo mpango wenu hamuwezi kufanikiwa hata kidogo. Ushauri wangu kwenu, tambueni na kuheshimu mamlaka, la sivyo kila mara mtalia mitandaoni. Hakuna serikali itaruhusu kikundi kidogo kuvuruga amani ya nchi. Leo Gwajima kajificha, juzi mlimwita shujaa kutukana mamlaka, leo anaishi kama sungura. Mwingine anasema namna nyepesi na rahisi kwa mtu kukujulisha kuwa hamuogopi Mungu wako ni kuizalau kwa vitendo madhabahu uitumiayo kumwabudu Mungu wako. Lakini pia mwingine anasema time will tell soon. Lakini pia mwingine akasema madhabahu ya Bwana na iheshimiwe na watu wote. Nafikiri rais kashauriwa vibaya. Askofu Gwajima kama kuna kosa katenda, aadhibiwe yeye kama yeye, na si madhabahu inayokusanya watu kuomba. Leo hii mfano Gwajima angefariki, kanisa je, lingefungwa kwa sababu Gwajima kafariki? Nafikiri hawajajua utendaji wa kanisa ulivyo. Mwingine anasema to be honest, serikali imeanzisha vita mbaya mno. Walioko karibu na mkuu wa nchi waendelee kumshauri vizuri. Lakini pia mwingine anasema amtafute Shehe Ponda amuulize hawa watu wakoje. Lakini pia mwingine anasema kwamba Mungu ajibu hili kwa wakati. Lakini pia mwingine anasema kwamba tumefika mahali ambapo tunaongozwa na matamko na hisia za kisiasa kuliko matumizi ya sheria na katiba yetu. Tuendako kuna kiza kinene. Una nafasi pia ya kutochea maoni yako kwa maneno mazuri na mazito kutoka kwa Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula. Lakini pia kubwa, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali. Nimependa mwishoni amesema kwamba linalofuata ni tamko la
viongozi wa kidini na akitoa onyo kwa serikali ya kwamba wahakikishe kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima linafunguliwa mara moja. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.